na mpaka sasa hivi bado tunaokoa, hatujapata kitu chochote ambacho kinaashiria hata shati ya mtu au mwili wowote. Mnamo jana mida ya saa 5 nilipigiwa simu na afande RPC kwamba kuna mashimo au maduara ambayo tunasema yametitia, na kweli kuna timu ambayo iko hapa ya Bukombe ilifika eneo la tukio na kukuta kweli kuna mashimo ambayo yametitia, lakini kwa bahati nzuri mashimo ambayo yametitia yalikuwa yapo katika ukarabati. Kwa hiyo kulikuwa hakuna binadamu au kiumbe chochote kilichopo kwenye yale mashimo. Kwa hiyo kuna taarifa zimesambaa ambazo tunasema sisi tunaita rumors, kwamba ni taarifa za kizushi. Wamesambaza taarifa kwamba kuna binadamu wako mle ndani au kuna watu ambao wamefariki, lakini naomba nitoe kwamba hizo ni taarifa za kizushi. Hakuna binadamu aliyepata madhara, hakuna miili ambayo ipo katika hilo shimo au katika ile eneo la tukio, na mpaka muda huu zoezi la utafutaji linaendelea. Zoezi ambalo lipo sasa hivi ni la ufungaji wa timba au mabox ambao tutasaidia tuweze kufika mpaka chini eneo lilipoza, kwa ambapo tunajua ile eneo ni salama. Na kwa kuongezea tu, timu ya zimamoto na watu wa madini na pia mainspekta walipitia njia nyingine za dharura kuweza kujua kule chini kuko vipi. Hatuna njia moja tu ya kufikia ile eneo, kwa tuna njia nyingi sana za huko chini. Kwa hiyo tumejiridhisha kwamba kuko salama, lakini kitendo kinachofanyika sasa hivi ni cha utafutaji, ambapo kuna watu wanaojulikana kama tunasema manyani au tunasema ni wavamizi ambao hawana vibali. Kwa hao tuna wasiwasi kwamba inawezekana wakawepo labda walinasa, lakini mpaka muda huu hatuna lalamiko lolote la mtu aliyepotea au kama kuna mtu kwamba hapatikani au mzazi au mlezi aliyepiga simu kwenye huu mgodi wa Msasa kwamba kuna ndugu yake aonekane. Saa 3:30 wakati mainspekta wakiendelea kuzungukia hili eneo kuangalia usalama, walibaini kuwepo na michaniko kwenye hilo eneo ambalo tayari lilikuwa na danger type. Baada ya kubaini michaniko imeongezeka, walichukua hatua ya kuondoa hata wale watu ambao walikuwa nje ya hilo eneo kwa kuhofia kwamba lile eneo lilikuwa linaweza likatitia muda wote, na walifanikiwa kuwaondoa. Baada ya kuwa wamefanikiwa zoezi la kuwaondoa pale, zilipita kama dakika 15 lile eneo likatitia. Maana yake lile eneo lilititia likishuhudiwa na mainspekta. Pale chini hapakuwa na watu kwa sababu ni eneo ambalo lilikuwa limesimamishwa muda mrefu, lilikuwa na kama siku 2 kisubiria ukarabati. Na baada ya kuwa limetitia, tulitoa taarifa kwenye vyombo husika kwamba hapa kuna changamoto ya eneo kutitia. Baada ya kuwa tumetoa taarifa kwenye vyombo husika ikiwemo watu wa madini, mainjinia, walifika eneo la tukio. Lakini baada ya kuwa wamefika, kwa sababu ni eneo ambalo lilionekana limetitia na kukawa na rumors zikavuma kwamba kuna watu walikuwa pale juu, wale watu tayari wamedumbukia chini. Mara ya mwisho mimi nimetokamo hiyo juzi kuamkia jana, nikiwa naenda kukagua mle ndani kwa kupakawa na kireki, nikatoa taarifa bana, humu ndani sio usalama, kwa hiyo watu wapandishwe juu tuangalie hali ya ardhi zinaendaje, na ardhi kiukweli ilikuwa imechanika kwa ndani. Kweli walinisikiliza na kupandisha watu. Ilivyofika tu kesho yake ndo jana muda wa saa 4 ndio tayari ardhi kaonekana mchaniko. Kwa juzi tunaokoa, kitu cha kwanza tulichokifikia ilianza bambam, kikafuatiwa generator, ikafuatiwa ile pikipiki ile ambayo ilikuwa kwenye winchi, na mpaka sasa hivi bado tunaokoa, hatujapata kitu chochote ambacho kinaashiria hata shati ya mtu au mwili wowote wa mwanadamu kwa sababu tukio limetokea linaonekana hili sehemu ikaanguka, watu wanaona kwa macho. Kwa hiyo hakuna mwili wowote au mtu yote alioingia mle hata kuumia. Tukio tulishuhudia duara zilijiponchi, lakini hamna viashiria vya watu kwamba labda wamepondwa na duara, hamna. Ni mhemuko tu wa watu kulingana na maneno wanavyowasikia. Lakini ni amani. Sema tu watu kwa kuongea inakuwa ni kama vile ni tukio kubwa sana.